lakini kwa maana ya hotuba ni lazima tuanze na familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu wengine watakaofuata basi tutataja. Karibu familia kwa ajili ya hotuba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda na hotuba ya marehemu. Marehemu alikuwa anajulikana kwa jina la Roda Hamisi. Ni mtoto wa kabila la Kibembe, familia ya Batombwe. Baba wa marehemu ni Hamisi Benoit. Mama wa marehemu ni Viki Hamisi. Marehemu alizaliwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2006. Ugonjwa. Marehemu alisumbuliwa na ugonjwa wa kupungukiwa na damu, na hali hiyo ndiyo iliyomsumbua wakati akiwa mjamzito na imempelekea mpaka umauti. Marehemu alikuwa ameolewa na Jackson, familia ya Waha. Kwa hiyo familia inashukuru sana kwa umati mzima jinsi ambavyo mmekuja kujumuika pamoja nasi. Kiufupi ni kwamba marehemu alifariki akiwa na mimba, ndiyo maana mnaona jeneza ziko 2. Amen. Tunashukuru Bwana alitupa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Asante. Baada ya hotuba ya familia, haraka sana tukaribishe kijiji. Karibu kijiji. Baada ya kijiji ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Niombe kwa heshima na taazima watu wote tusimame japo kwa dakika moja kwa ajili ya kumwenzi marehemu. Asanteni, naomba tukae. Kabla ya yote, kijiji kinaomba kutambua uwepo wa serikali. Kuna mjumbe kutoka kwenye ofisi yetu ya zoni. Naomba nimkaribishe, ana neno la kuzungumza pamoja na hafla hii. Karibu. Benumi wechi miomo miomo lunge kaitabele miomo. Ni kweli ni masikitiko makubwa sana ninavyotazama nyuso za kila mmoja. Ni kila mmoja ameguswa kabisa na msiba huu. Inawezekana wewe ukalichukua jambo hili kwa uwepesi sana, lakini kwa umri uliotajwa hapa kwa huyu binti pamoja na mwanae ni majonzi makubwa sana. Kijiji tumetoa pole kwa familia zote mbili. Tuna masikitiko makubwa sana tena sana kumpoteza dada yetu mpendwa hapa pamoja na mwanae. Ni masikitiko kwa familia, kwa baba wa huyu hapa. Basi bila kuponda muda, niombe afya yote hii iliyoko hapa, tutakapotoka malaloni tuweze kurejea hapa. Kuna chakula ambacho kijiji kimeandaa kwa ajili yenu, lakini pia
Niombe kutambua uwepo wa serikali nyingine kijiji cha Jia3 kiweze kukuja hapa, kina neno la kuzungumza. Maandiko matakatifu yamesema kwamba Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Benuka itabeni wechi. Niyo molonge. Benu miwechi. Niyomo. Omoma mona ano ide village wa Jia3. Kwa achwa marehemu. Bato bose bale ano mwana wose wabatole ano le na menge ya polo sana. Yi wala wetu mwana. Lakini jiji Jia3 ele na menge ya zaidi na zaidi. Benimi wechi. Twa welwa na nto tatu ike to tende bile. Oshike otenda. Mbembe alo otenda nibobi. Eno na ona to sameane sana obino ge tana. Bakadwa anu anto rusha picha yako. Mbembe atenjide nibobi. Alo bota wake mwana wa maji. Ambwela nibobe. Apana ota obengeli konjwa. Sasa ole mwana ochoti umbe bibo teta bibo. Na ole mwana ocho mwana niboa inendo konjwa enosi. Sasa ocho mwana anakonjwa anayopata matatizo etema. Mbembe acholela nibo ma waenga na nabo bala. Benyu tabele. Benyu miyomo. Mbembe acholela ma waenga na nabo bala. Dino ale maiti chibele. Ale maiti ya weto mwana Roda Hamisi pamoja na mwana nake. Basi bibyo ele mbakalwa Mungu atenje nipo ulwa loombwa. Basi to wacha matokeo. Ila ninataki kazi ya zaidi ele nibo bana mwebwe bo tenda inebino motenda ano nilesho olo wake wacho mwana. Ale wanenje olo. Na batobo ya malaloni etebi atenda mboka batobo oto abachi ole bilebwa. Lakini jamii yose ya Jia3 pamoja na bechu baseke wacho mwana bechu bose lunu usuku tomolobo ela weto Jia3 iyo to elelelo benyu ni wechi niomo. Basi yeye nataka nitende karibu ubange. Sawa, nataka nitamke onyo kwa vijana wetu. Kama yote yameshatangulizwa kuongea, tunaomba vijana tutakaposindikiza mwili wa marehemu, niombe sana tena sana tuwe na utulivu. Asanteni sana. Karibu kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asante. Sema Mungu ni mwema kwa sababu tumepata hii neema. Hii ni hotuba fupi upande wa kanisa ambalo alikuwa akisali dada yetu, niseme tu kwa majina, alikuwa anaitwa Roda Hamisi, aliyezaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2006, na maana ameishi hapa miaka 19. Kama alivyosema familia kuhusu magonjwa kwamba ni upungufu wa damu, lakini sisi kama kanisa tunasema tunayo majonzi makubwa, maana hatukujua taarifa rasmi au tangazo kuhusu magonjwa ya mpendwa wetu. Tulistukizwa tu na taarifa ya msiba eti fulani katuacha. Kwa hiyo kama kanisa tunayo majonzi makubwa, maana huyu alikuwa mtendakazi pamoja na wengine.
Kwa lugha nyingine alikuwa ni mwimbaji wa kwaya ya msingi inayoitwa Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe.